kipindi chetu cha Yesu anaweza, na naamini usiku wa leo Yesu anaenda kutenda jambo katika maisha yako. Kwa hivyo ningependa tuombe kabla tuendelee. Baba, uishie milele na kushukuru kwa wema wako na fadhili zako ambazo ni mpya kila uchao. Asante kwa ajili ya mahala hapa. Asante kwa ajili ya madhabahu haya yanainuka mbele zako Bwana. Kwa ajili ya utukufu wako ninakuinua juu ya falme zote na kutangaza katika anga zote. Baba, uweze kutawala na kutamalaki kwa jina la Yesu. Hakuna Mungu kama wewe. Yesu, usiku wa leo ninakuita kwa kila sikio linanisikia. Natangaza nguvu zako kutanda na kutawala kwa maisha yao. Chochote wanachokitenda Mungu, kawafuatilie, uwaguze na mkono wako wa uweza. Andaa mioyo zao kwa ajili ya kulipokea neno hili. Ninapolileta, mioyo zao zikakubali na kupokea kwa jina la Yesu. Baba, katika anga hii ninapolitamka neno hili, pia lilete uzima, lilete uponyaji kwa wote wanaosikiliza. Asante Yesu kwa usiku wa leo, kwa maana unasi na unatenda mema. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Sema amen. Sema tena amen. Najua Yesu amekuweka pale kwa ajili ya lengo mahususi, kwa ajili ya ibada zetu za mahala hapa kwa studio za Radio Samaritan. Kwa hivyo nakaribisha mtu ambaye hayuko pamoja nawe wakati huu, mwambie karibu, ibada imeng'oa nanga na Yesu anaenda kutenda jambo jipya katika jina la Yesu. Usiku wa leo naamini Mungu amekuandaa kwa ajili ya kulipokea neno jinsi Mungu amenipa usiku huu. Kwa majina naitwa Pastor Jack Spisu. Na pale Luanda kuna mahali Mungu ametupa nafasi kwa ajili ya ibada, hapo nyuma ya ile Equity ya kitambo. Ukiteremka na hii barabara ya kwenda Panga, mwendo mfupi tu kama mita 10 ama 15 hivi, utaweza kuingia upande wa kushoto. Na pale mahali Mungu ametupa, Mungu anatusababisha kuanzisha madhabahu yake mahala pale, na Yesu ameanza kutenda mema. Kwa hivyo kama uko maeneo ya Luanda, ninakualika kwa jina la Yesu, karibu pale. Mungu atakutenda wema. Yesu atabadilisha kitu katika maisha yako, na wote ambao walikuja wanao ushuhuda, wanasema Yesu amenisaidia kwa huu muda mfupi ambao ni mwezi mmoja tu tumekuwa pale. Mungu ameanza kutenda mambo makubwa. Kwa hivyo usichelewe na kukaribisha. Na ukiwa pale ama unatafuta utatufikiaje, nambari yetu ya studio ni 0792728672 0792728672, na hiyo nambari unaweza wasiliana nasi kwa ajili ya mambo mengine mengi, mahusia jinsi unavyoyataka na jinsi Mungu anavyotuwezesha tukaweze kusemezana nawe kwa ajili ya kile Mungu angependa kukifanya ndani yako. Na mashauri hayo sisi hatulipishi, tumashauri tu Mungu anavyotupa uwezo. Jukumu letu kubwa pia ni kukushauri kwa ajili ya mambo ya rohoni. Kwa hivyo nakukaribisha katika jina la Yesu na ukaweze kushiriki pamoja nasi siku ya Jumapili. Karibu, Yesu atakutenda mema. Na wale waliofika already wako na ushuhuda, ukisikiliza wakiongea watakwambia ya kwamba Mungu anatenda. Kwa hivyo usiku wa leo ningependa kulileta neno jinsi Mungu alivyonipa. Marko mtakatifu mlango wa 11. Mlango wa 11, kitabu cha Marko mtakatifu. Biblia yasema hivi kuanzia mstari wa kwanza: hata walipokaribia Yerusalemu, karibu na Bethfage na Bethania, kukabili mlima wa Mzeituni, aliwatuma 2 katika wanafunzi wake, akawaambia, nendeni mpaka kile kijiji kinachowakabili, na katika kiunga ndani yake, mara mtaona mwana-punda amefungwa, asiyepandwa na mtu bado. Mfungueni mkamlete. Na akawaambia, mbona mnafanya hivi? Semeni, Bwana anamuhitaji, na mara
atamrudisha tena hapa. Father, I thank you for this word, and I pray that it receives life and brings life into somebody's life in the name of Jesus. Badilisha maisha ya mtu kwa ajili ya neno hili katika jina la Yesu. Ni ujumbe huu ningependa kukuletea, ya kwamba Mungu Yesu akatuma wanafunzi wake wawili, akawaambia nendeni. Kumbuka alikuwa anakaribia tu Yerusalemu, siku zake za kusulubiwa zikikaribia. Lakini hapa na watumwa wanafunzi wawili, anawaambia nendeni katika mji huu, na akawaambia kuna neno ninalo uhakika na mji huu, ya kwamba kuna mwanapunda amefungwa mahali, hawezi tembea, amefungwa mahali. Mwende mkamfungue, mukaniletee. Iwapo mtu yeyote atawauliza kwa nini mwamfungua mwanapunda, mwambieni Bwana anamuhitaji. Na huu ndio ujumbe ninao usiku wa leo, ya kwamba Bwana anakuhitaji, ya kwamba Bwana anataka mtu usiku wa leo. Bwana anataka mtu. Mungu hawezi fanya kazi bila watu, ndio sababu Yesu hutafuta watu. Hivyo Ibilisi hawezi fanya kazi bila watu, ndio sababu anawatafuta watu. Mapepo hayawezi tenda kazi bila watu, ndio sababu yanawatafuta watu, yawaingie yatekeleze mambo fulani, yawaingie yanyonge mtu, yawaingie yaweke uchawi mahali, yawaingie yafanye maneno ya kishirikina. Mapepo utafuta watu kuwatumia, kwa sababu roho haziruhusiwi hapa duniani kufanya kazi, ila ziko na mwili, vinatafuta mwili viutumie kufanya kazi. Kwa hivyo wewe, ningependa nikwambie usiku wa leo, ya kwamba wewe aidha roho Mungu yu ndani yako, ama kuna pepo anakukalia na kuongoza. Mambo mawili yamefanyika, na kama pepo amekukalia na kuongoza, ninawita ufungwa ama utumwa. Na Biblia inasema, for this cause Jesus Christ was revealed to destroy the works of darkness. Ni kwa sababu yako Yesu akajidhihirisha. Kwa nini? Akaharibu kazi ya giza. Kumbuka, adui hakuwa na nafasi hapa ulimwenguni, lakini dhambi aliyoifanya Adamu na Hawa ikauza ulimwengu kwa mikono ya adui. Ndio sababu saa hii anakuja kama malkia wa ulimwengu huu. Ana uweza wote, kwa sababu alipokezwa ulimwengu mikononi. Kwa hivyo anakuja na kila mbinu ya kutaka kutawala wanadamu ambao Mungu aliwaweka hapa kusudi akaweze kuwatumbukiza jehanamu. Ana mikakati amezipanga mingi sana kwa ajili ya kufunga watu, kwa ajili ya kutega nyara maisha ya watu, kwa ajili ya kuwakamata watu. Mengine ametumia njia za kidini, ametumia njia mtu akiona atafikiria hapa kuna watu wanaenda mbinguni. Lakini kumbuka, shetani hujivalisha mavazi meupe kama malaika wa nuru, lakini kumbe ni shetani. Ndani Yesu alisema ni mbwa mwitu, lakini kwa nje inakaa kama ngozi ya kondoo. Kwa hivyo analete ujanja mwingi kwa ajili ya kuteka watu, kwa ajili ya kushika watu, kwa ajili ya kuwakamata. Akiwakamata, neno linasema John chapter 10 verse 10, mwizi huja kuiba, kuua, kuangamiza. He has come to steal, kill and destroy. Amekuja kukunasa kusudi siku moja akuue. Usidhani akionekana kwa udogo kwako ni rafiki yako. Hakuna shetani rafiki, hakuna pepo rafiki. Hata ikuwa imeinuliwa kwa mzimu wa mamako ambaye alikuwa nakupenda. Kumbuka, mtu akifa akienda ameenda na hawezi rudi duniani. Watu hufanya mazingaumbwe kurudisha mizimu zinazovaa sura kama za wanadamu, kama za watu uliokuwa unawajua, kusudi zile mizimu zije zikaweze kuteka watu, ikaweze kuwashika. Wakati vinavyofanyika ukiviamini, hiyo ni kamba umejitia na unafungiwa pale, huwezi toka tena. Unakuwa ni mateka wa adui, na vitafanya kila kitu kwa ajili ya
kudhihirisha ya kwamba ulichokiona kwa yule aliyeaga ni ukweli. Kwa hivyo watu wanategwa nyara, watu wanashikwa mateka, watu wanakamatwa, wanafungwa kwa kamba, watu wanatatizwa na nyororo za giza. Lakini neno linasema Yesu aliposhuka Bethfage, akatuma watu pale Bethani, akasema nendeni mkamwone mwanapunda amefungwa, mfungueni. Na iwapo mtu atauliza kwa nini mwamfungua, mwambieni Bwana anamtaka, mwambieni Bwana anamuhitaji. Kwamba kuna mtu aliletwa hapa duniani akiwa na makusudio ya kupelekwa jehanamu. Ni vile watu wenyewe wanakubaliana na adui, basi sehemu yao inakuwa katika ziwa la moto. Lakini iwapo yeyote atakubali Yesu akaweze kutembea naye, atabadilishwa, avalishwe mwili mpya, kusudi Yesu atakapokuja siku hiyo naye ataona ufalme wa Bwana. Ndio kusudi la Yesu kukuja hapa duniani, akaweze kuwafungua watu kusudi wakaingia katika ufalme wake. Alijua shetani amewateka, shetani amewanasa, shetani amewakamata. Watu wameshikwa kwa mbinu nyingi. Kuna kazi nyingi inaendelea ya kukamata watu. Wengine wameshikwa na uraibu wa ulevi, wengine wamekamatwa na uraibu wa usherati, wengine wameshikwa na tabia ndani mwao, wengine wameshikwa na madawa za kiganga, wengine wameshikwa na ushirikina uliofanywa, wengine wamefungiwa mafundo, wamekamatwa, wamechukuliwa picha zao, mchawi akanena maneno, akafunga ndani ya vitambaa vyekundu, akaweka kwa madhabahu yake na akatamka neno ya kwamba huyu awe mlevi hadi afe, ya kwamba huyu asiwahi pata ndoa, ya kwamba huyu asiwahi pata watoto. Kwa hivyo watu wametegwa nyara, watu wamefungwa mafundo, wamekamatwa miguu zao, wamengoja ukipita, wameokota udongo wa miguu, wamefunga kwa madhabahu zao, wamesema huyo atangatange, asiwahi settle, asiwahi kaa kwa ndoa, aoleke hapa atoke, aoleke pale atoke, aoleke pale atoke. Kwa hivyo wamesukuma pepo ikuandame kwa ajili ya kile kifungo kukudai na kukusukuma katika giza. Lakini kumbuka neno linasema hati ya mashtaka iliyokuwa imeandikwa kinyume nawe, ile damu ya Yesu iliyotiririka msalabani ilikuja kukufungua. Na ndio sababu Yesu alikuja, ndio sababu akatupea jina lake. Tumepewa hivi leo jina lipitalo majina yote. Ninapolitamka hilo jina, kuna vifungu vinakatika, kuna nyororo zinatoka, kuna kamba zinakatika, walioshikwa mateka wanafunguliwa, kwa sababu neno linasema hakuna jina lingine mbinguni, hakuna jina lingine duniani, wala chini ya dunia ambalo wanadamu watalipigia magoti na wala wanadamu watalikiri ya kwamba hilo ndilo jina la pekee la utawala duniani na ulimwengu kote, ni jina la Yesu pekee. Neno linasema amekirimiwa jina lipitalo majina yote. Kwa nini jina hili likaweze kututoa katika vifungu? Tulikuwa tumeandikiwa kufa, tulikuwa tumewekewa vifungu za giza. Colossians chapter 2 verse 14 inasema hizo hati za mashtaka Yesu alikuja kuziondoa, na ndio sababu amenituma ninene nawe, wewe ambaye kuna kamba imekukamata. Wengine wamekamatwa biashara yao isiwahi songa, wakijaribu capital ikisonga kidogo lazima mkosi utokee. Huo mkosi kutokea ni mtandao wa kifungo ambacho umewekewa. Umefungiwa usisonge. Wengine wakipata pesa, magonjwa lazima itoke. Hicho ni kifungu, ni kamba ng'ombe uliofunga, kamba haiwezi toka, inazungukia pale. Hicho ni kifungu, na neno linasema Yesu akawaambia mfungueni mwanapunda mkaniletee. Mtu akiwauliza kwa nini mnafungua, mwambieni maana Bwana anamuhitaji. Nataka nikuzungumzia usiku wa leo. Bwana
anakuhitaji. Hakukuumba uteseke, hakukuumba uhangaike, hakukuumba ukufe katika mateso. Umehangaika katika ndoa, umekataliwa, umesukumwa. Yesu amenituma nikunenee kifungo usiku wa leo kinaenda kukatika. Amenituma nikwambie, umehangaika kwa magonjwa, umeenda kwa waganga, umeenda kwa wachawi, umejaribu mbinu zote, lakini usiku wa leo amenituma nitamke ya kwamba nikufungue kutoka katika hicho kifungo ambacho kilikushika mateka. Amenituma, alisema nendeni mkamfungue huyo mwanapunda, hajawahi pandwa. Wewe hujawahi shiriki katika madhabahu zao, lakini wametafuta vitu vya madhabahu yao, wamekuja kukuteka navyo nyara. Ningependa nikuambie kifungu chako ni rahisi kutoka, kwa sababu wewe sio wao, lakini wanakutafuta kwa sababu ya wivu, kwa sababu ya chuki. Wanaogopa utainuka, wanaogopa watoto wa nyumba yako watapanda juu. Yesu amenituma nitamkie vifungo vikaweze kukatika. I don't know what has arrested you, lakini ninaishi katika anga. Kuna watu malaika wanashuka kila pande ya maeneo haya kwa ajili ya kuwafungua usiku wa leo. Kuna malaika wakatao kamba za giza, kuna malaika wakatao nyororo za kuzimu, kuna malaika wameshuka na upanga, na neno la Bwana ni upanga uwakao kuwili, una makali pande zote, uwezao kukawa mfupa na bone marrow. Yesu amenituma nilitamke ya kwamba umeteseka miaka mingi, lakini siku za kutua mzigo wako zimefika. Anataka kuepushe na hiyo tabu, anataka kuondoe kwa kifungo cha familia yenyu. Babu yako alikuwa amefungwa na hicho kifungo kikatesa baba yako, na pia kimeanza kukutesa wewe mjukuu. Anayeweza kukuokoa ni Yesu. Amenituma nikitamkie kikuachilie usiku wa leo every kind of imprisonment, kila tai ambayo imewekwa kwa maisha yako. Yesu amenituma nitamke ya kwamba usiku wa leo kuna mtu anapokea ushindi, kuna mtu anaepuka na kamba za giza. Walitumia pesa nyingi kukutega, walitumia pesa nyingi kwenda kwa uganga, walitumia pesa nyingi kukukamata nafsi yako katika madhabahu yao, lakini usiku wa leo I have come to release you. Kama Mungu amekupa neema ya kusikia sauti, ni wewe. Yesu anasema anakufungua. Hayo magonjwa hayajakorogewa kwa boma lako. Usiku wa leo lazima itoke. Vifungu vya magonjwa vinakatika, vifungu vya giza vinakatika. Magonjwa yaliyoingia sababu ya mila na desturi mlizozifanya katika boma, hukuwa unajua, ukaingia ndani, ukatekwa nyara na mila za kwenyu, umefungwa na mila za familia yenyu, umetekwa nyara na hizo nyororo. Yesu amenituma nitamke kifungu kinakatika, nyororo inakatika, vinakuachilia usiku wa leo. Jesus is setting you free. Anasema na yeyote awekae huru anakuwa huru kweli kweli. Alikuja kuweka watu huru, alikuja kufungua walioteswa. For this cause Jesus Christ manifested to destroy every works of the enemy. Amekuja kubomoa misingi hiyo ambayo imekukamata. Usiniambie ni miaka ngapi yamekushika. Ninasikia katika anga hii ya kwamba majira yako ya kufunguliwa yamefika. Usiku wako wa kufunguliwa ni leo. Saa yako ya kufunguliwa ni sasa. Umepoozwa miaka mingi, umetembea bila kujijua, haujitambui miaka mingi, umechanganyikiwa, umewekwa hasira za kipepo, unaenda ukipigana na watu kila saa, unaenda ukitamani kujinyonga, unaenda ukitamani kuchukua kamba uweke kwa shingo. Ni kifungu cha giza kimewekwa, nimekuja kukibomoa usiku wa leo. Natangaza hizo kamba walizoita kwa madhabahu yao, wakasema huyu lazima atajinyonga, hivi leo ninavikata. Natangaza watu wafunguliwe, waliotekwa nyara mistuni, waliokamatwa kwenye milima, waliowekwa kwenye mapa
milango. Nimekuja kutangaza uhuru wako. I declare your freedom. Popote ulikamatwa, usiku wa leo unatoka ukiwa huru. Yesu anakufungua. Yesu anakufungua katika jina la Yesu. Akawaambia, mwambieni watu wakiwauliza kwa nini mnawafungua mfungua, mwambieni Bwana anawahitaji. Na mimi natangaza kuna watu Mungu anawataka. Kuna watu ni wainjilisti Mungu anawataka. Kuna wengine ni waimbaji lakini kamba za usherati zimewakamata. Yesu amenituma nitamkie nyororo hiyo. Lazima huduma iliyo ndani mwako idhirike. Chochote Yesu aliyekeza ndani mwako amenituma kama mjumbe wake kutetea vilivyo vya Mungu. Natangaza hautazikwa na kipawa. Natangaza hutakufa na kipawa kinachipuka ndani yako. Natangaza kiwake moto. Kamba iliyokuwa imekushika mateka, it is broken. Ninakata nyororo katika jina la Yesu. Ninakata nyororo. Kuna watu wametegwa nyara katika makaburi, wakilala wanaota wamezikwa, wanaota wanatupiwa mchanga, wako kwenye kaburi wanarushiwa mtanga wanazikwa. Wakilala wanaota wako kwenye majeneza, wanashindwa ni vitu gani. Wakiota wanaota tu wako katikati ya wafu. Kuna kifungu kimekupeleka kuzimu. Yesu amenituma niamrishe vikatike katika jina la Yesu. Ninakufungua kwa jina la Yesu. Natangaza ndoto za kuzimu zinakoma. Ndoto za giza zinakoma. Wanaokufuata kwa ndoto yako wanakoma. Ninawapiga na moto usiku wa leo, kwa sababu Bwana yu upande wangu. Amenituma nifungue. Amenituma nitangaze uhuru. Amenituma nitangaze kufunguliwa. Na nitangaze mwaka wa Bwana ya kwamba utasherekea tena. Umeshikwa mateka katika hiyo jela miaka mingi. Unaangalia wengine unasema mnafanana. Kumbe muko katika jela moja. Kumbe mumewekwa katika jela moja. Mumeshikiwa mahali pamoja. Madhabahu iliyowakamata ni ile ile moja. Yesu amenituma nifungue. Natangaza vikatike. Magaka palika boshata. Manyororo zilizokushika zikatike. Natangaza kila chuma, milango za shaba zilizowaweka katika hizo jela. Ndugu yako mnafanana na dada yako. Hakuna kitu kinaendelea. Vitu vyote vinaharibika. Yesu amenituma nifungue. Natangaza ufunguliwe. Natangaza ufunguliwe. I set you free from that captivity in the mighty name of Jesus Christ. Nitamukie neno mtu aliyeshikwa na nyororo za magonjwa, anateseka siku nyingi, amehangaika miaka mingi, ametumia pesa yake kwa waganga na wachawi, ametumia pesa yake kwa vitu za giza. Kuna mwanamke mmoja alikuwa amekamatwa akitoka na damu miaka mingi, na kwa sababu Yesu alitokea, akaenda kaguza pindo la vazi la Yesu, na ile chemichemi ikakauka, fungu kikaisha. Unaweza kuwa unatokwa na damu, kumbe ni kifungu. Unaweza kuwa daktari amekwambia ni kansa, kumbe ni kifungu. Unaweza kuwa unameza madawa, kumbe ni kifungu cha kuzimu. Yesu amenituma nivitangazie nyororo za kuzimu zikuachilie katika jina la Yesu. I break their power in the mighty name of Jesus. Anasema by my stripes you are healed. Umepona kwa mapigo yake Yesu. Alipigwa wewe usipigwe. Alipigwa wewe uwe huru. Alizikwa wewe usizikwe. Akainuliwa msalabani wewe usiinuliwe. Akaenda msalabani kubeba dhambi za tabu zako. Akabeba aibu yako. Akatundikwa msalabani. Wakadhani wanamaliza, kumbe alipotoka kuzimu akainua fungu za mamlaka. Akatoka nazo akasema, mamlaka juu mbinguni na duniani nimepewa mimi mikononi. Nasi akatupea mamlaka. Akasema kwa hivyo nendeni kwa jina langu na mkaombee, wekelee mikono wote waliotekwa nyara na magonjwa, waliopagawa mapepo, na watawekwa huru. Kwa hivyo nimekuja kwa mamlaka ya Bwana. Nimekuja kwa mamlaka ya Yesu. Amenituma nifungue, amenituma nikate, amenituma niamrishe vikatike katika jina la Yesu. I set you free from the demons that were attacking you
you in the name of sicknesses. Magonjwa haya kumbe ni mapepo, magonjwa yametesa kumbe ni kamba za giza, magonjwa haya kumbe ni nyororo za kuzimu. Yesu amenituma nifungue, natangaza ufunguliwe, natangaza nyororo zikatike. Usiku wa leo pokea uhuru, usiku wa leo pokea neema ya kutembea tena. Ulikuwa ujiwezi, ninaamrisha magonjwa ya kuache na ya pepeta yaliyokita mizizi katika uti wa mgongo. Natangaza vitoke katika magoti, vitoke katika tumbo. Vimeitwa majina lakini kumbe ni mapepo. I command them to break loose in the name of Jesus Christ, katika jina la Yesu. Na mara ya mwisho ningependa kuamrisha nyororo za uraibu, nyororo za addiction. Watu wameshikwa, wanafikiria ni kawaida kulewa pombe mpaka asubuhi. Ukitaka kwenda kufanya kazi yako uwezi, mikono inatetemeka. Unasema wacha uende utoe loku kwanza ndio ukaweze kufanya kitu. Huyo ni shetani, anataka kukupeleka kuzimu, anataka kukumaliza. Yesu amenituma ninene hicho kifungu. Yesu amenituma ninene kifungu cha uraibu wa pombe, uraibu wa bangi, uraibu wa sigara. Wengine wanasema sigara haina madhara, imekubaliwa na serikali, lakini ona sasa inakuletea kansa. Ona sasa mapafu yanaharibika. Ona sasa kikohozi kushika hata ukikohoa hakitulii, kinaendelea siku baada ya nyingine, na baadaye utasikia daktari akikwambia ni TB. Kumbe sigara ilitumwa ikumalize, kumbe bangi ilikuja ikufanye ufanye kitu, ufungwe miaka yote usiwahi faidika katika maisha. Kumbe vitu vinavyofanyika vimekuja kwa ajili ya kukuangaisha, na unafikiria ni uraibu tu wa kawaida. Wengine ni usherati, wanakuwa na uraibu wa usherati, wanafanya usherati kila wakati, hata jizuia hawezi. Hata kijaribu kuoleka anajipata ametoka nje ya ndoa. Kumbe kuna kakitu kalipandwa, kakawekwa, kakaamrishwa, kakaambiwa huyo lazima awe msherati hadi afe ndani ya usherati. Kwa hivyo wanapanga mpango, imepangwa aidha bibi ya mtu atakuua ama utapata magonjwa mabaya na ufe kwa njia mbaya. Ni uraibu umekukamata, lakini nyuma ya kila addiction kuna pepo kanasukuma. Nyuma ya kila addiction kuna shetani anasukuma. Angependa kuona ukienda chini. Yesu amenituma leo, alisema endeni. Mtu akiwauliza kwa nini mnamfungua, mwambieni ya kwamba Bwana anamtaka. Hukuumbwa ufe katika usherati, hukuumbwa ufe ukilewa pombe, hukuumbwa ufe ukivuta bangi, hukuumbwa ufe ukiwa jela. Mungu hakukuumba uteseke miaka yote. Yesu amenituma nitangaze kifungu kinakatika kilichokuteka nyara. Watu waliogopa jinsi waliona nyota yako, wakasema huyu tusipomteka nyara na pombe atatajirika, atainua watu wa hili boma. Wakakutega na pombe, na minaingia katika anga hiyo, ninakamata manyungu zilizowekwa ndani picha zako. Wakamwagilia pombe, wakasema huyu alewe hadi kufa. Nimekuja kupasua kila simuka iliyokukamata ikakuweka ndani. Wakasema huyo alewe hadi yafe. Ninapasua, napasua kila mahali uliingizwa, wakasema afe katika pombe. Ninakutoa kwa uraibu. Natangaza mapepo ya uraibu yaanze kung'oka sasa, yaanze kutoka sasa. Kiu ya kuzimu itoke. Every kind of craving from the demonic world, I rebuke you in the name of Jesus. Toka, wachulia watu wa Mungu. Natangaza wafunguliwe, waliotekwa nyara na uraibu, waliokamatwa na ulevi wa pombe, waliokamatwa na uraibu wa sigara. Wanajificha wavute kidogo waende kanisani, lakini kumbe mapepo inawatesa, kumbe mapepo inawanyonga. Ninaamrisha leo, mtu amini pamoja nami, leo vinavunjika. Umejaribu counseling haijaweza, umejaribu kwa madaktari haijawezekana. Yesu amenituma niamrishe, vinakatika leo, ving'oke katika moyo wako. Kibandiko cha ulevi ninakiondoa, kifungu cha ulevi break now in the mighty name of Jesus Christ. Natangaza uzima ndani mwako, natangaza uwe huru. For this cause Jesus Christ was revealed to destroy every works of darkness. Hizo kazi
kazi za giza zote zinaharibiwa, zote zinabomoka. Amenituma nibomoe, natangaza vibomoke, vifungo havitakuwa tena. Uko pale na unamwaminia Yesu, kuna neno unaliamini, unasema Yesu, ningependa unisaidie, unasema Yesu, ningependa uniokoe. Nataka ushike imani wakati huu ya kwamba Yesu anaenda kukufungua kutoka katika kamba ya giza. Kuna nyororo imekutesa miaka mingi, unatamani kufanya kazi, uende penye wenzako wanaenda, unapata uwezi. Kila saa unaenda ukirudi reverse, kila saa unasonga ukirudi reverse, kifungu kinakuvuta reverse. Nimekuja kukata kamba zilizoshika kiuno chako, inakuvuruta reverse. Wengine wamekamatwa miguu, nataka utangaze usiku leo, you're becoming free. Kama uko pale, amuka, tembea, tangaza niko huru kuanzia leo, hautarudishwa nyuma tena. Ninakata hizi kamba zilifunga viuno vyako kukuvuruta nyuma kila wakati. I break them in the name of Jesus and I release you from the grip of darkness. Mfunguliwe kwa jina la Yesu. Yesu akawaambia, mtu akiwauliza kwa nini mnafungua, mwambieni Bwana anamtaka, Bwana anawahitaji, Yesu anawataka. Kubali Yesu usiku wa leo, kubali Bwana usiku wa leo, aanze kufanya makao ndani mwako, aanze kutembea pamoja nawe, uingie kwa ibada, umwabudu Mungu. Yesu anataka kufanya kitu ndani yako, hautavurutwa reverse tena. Kamba zimekatika. Ninasikia kuna kitu kimetendeka katika anga hii, kuna mambo yamefanyika, kuna watu wako na ushuhuda, kuna maneno yametendeka. Yesu angependa umpokee, uwe mwanawe, akufanye mwanawe, nawe umwamini kama baba, utembee pamoja naye. Usiku wa leo ningekurai kwa jina la Yesu na kusii kwa jina la Yesu, msongee karibu na Yesu na shetani atakutoroka. Mkubali Yesu, kubali Yesu katika maisha yako, kubali Yesu katika moyo wako, shetani ataachana nawe, kwa sababu ukimkaribisha Yesu ni dalili ya kwamba umemkataa shetani. Kwa hivyo kama uko pale na hujawahi okoka, usiku wa leo ningependa ukubali Yesu awe mwokozi wa maisha yako. Kwa jina la Yesu, sema, Bwana Yesu, naja mbele zako jinsi nilivyo. Ninajua mimi nilizaliwa katika dhambi, lakini usiku wa leo ninatubu dhambi zangu. Yesu nisamehe, nilifanya nisipojua, lakini leo ninajua sitakosea tena. Ninakuamini Bwana, unitembeze katika safari ya wokovu. Baba, nikutumikie siku zote za maisha yangu. Naamini moyoni mwangu ulinifia dhambi zangu, na nakiri na kinywa changu Yesu ndiye Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo naokoka na kuamini. Sema amen. Wewe ni mtoto wa Mungu. Nataka nikuombee na nikukaribishe kanisani. Kumbuka kanisa letu hapa karibu Luanda iko pale nyuma ya Old Equity, barabara ya kwende Panga left yapo. Utaona bana imeandikwa Blessed International Fellowship, utaona Gatekeepers Fellowship. Utaingia pale, utakutana nasi pale na Mungu atakutenda mema. Na kama uko pale maeneo ya Songolo, tunakukaribisha pia. Kanisa letu liko pale ukiteremka barabara ya kwenda Magada, on your right 200 meters kutoka kwa primary school, utaona kanisa limeandikwa Jesus Healing Center. Yesu atakutenda mema ukikaribia kuungana nasi. Nikuombee na naamini Mungu amekata kifungu katika maisha yako, na usikubali shetani arudishe hiyo kamba tena. Kwa hivyo kukataa shetani ni kumwendea Yesu na moyo wako wote na kumkimbilia Yesu kila wakati, na hizo kamba hazitawahi kurudia tena. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya msikilizaji huyo ambaye anaketi pale kila wakati kusikiliza. Naomba nguvu zako katika maisha yake Baba, alichokiamini usiku wa leo, Mungu wangu kaweze kumtendea. Naomba nguvu zako katika maisha yake. Badilisha hali hii, badilisha maisha yake. Chochote kinachoendelea, Yesu ukampiganie na ukatende kitu cha kipekee katika maisha yake. Aliye mgonjwa, natamka uponyaji sasa.
I declare healing, divine healing in the name of Jesus. Natangaza uponyaji, uliyekuwa kwa kitanda uamke, na kuamrisha kwa jina la Yesu, simama na utembee kwa jina la Yesu. Yesu amekuokoa, Yesu amekuponya. Na wewe uliyekuwa umepagawa na mapepo, amini usiku wa leo imeisha, na ulale salama. Mungu akutende mema katika jina la Yesu. Natangaza uwe huru na uwe na amani katika jina la Yesu. Tunaomba na kuamini, sema amen. Mzima uwe huru. Majina yangu ni Pastor Jack. Kila wakati tuko hapa, kipindi chetu cha Yesu Anaweza. Karibu kila saa. Nambari yetu tena ni 0792728672. Unaweza support program, unaweza support kipindi, useme wacha lazima kiendelee, na Mungu atakutenda mema. Kumbuka kila wakati Yesu anaweza.